Hii ni Kakwale TV. Naitwa Asher Bernard Mfaume, ni mwananchi mkazi wa Sumbawanga mjini. Niko mbele yenu leo kutaka kueleza mambo kadhaa yanayohusiana na maendeleo yetu ya Sumbawanga mjini, hususani swala zima la kupeana elimu kidogo kuhusiana na habari ya mfuko wa maendeleo ya jimbo. Maana kumekuwa sintofahamu na hoja mbalimbali zikiibuka miongoni mwa jamii yetu ya Wanasumbawanga na mkoa wa Rukwa, hususan mkoa wa Rukwa. Lakini kipekee naomba nizungumzie swala hili, tupeane elimu kidogo kuhusiana na habari nzima ya mfuko wa maendeleo, mfuko wa jimbo. Sasa nieleze kidogo kwamba mfuko wa jimbo ni nini, au mfuko wa jimbo una maana gani? Mfuko wa jimbo ni programu ya maendeleo, ni programu ilivyo. Mfuko wa jimbo au mfuko wa maendeleo wa jimbo kama ilivyo programu nyingine, na ni miongoni mwa programu za ruzuku kutoka serikali kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Programu hii ilianzishwa kutokana na sheria ya bajeti namba 16 ya mwaka 2009 na kusimamiwa na waziri mwenye dhamana na mamlaka ya serikali za mitaa kwa maana ya TAMISEMI. Lakini vipo vigezo ambavyo vinatumika kutolewa kwa fedha za mfuko wa jimbo. Vipo vigezo vinne. Hii ni muhimu sana wananchi na Watanzania wajue, hususani hasa wananchi wa jimbo au halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga. Vigezo hivi ni vigezo vinne, ambavyo vigezo cha kwanza ni usawa wa kila jimbo. Yaani fedha za mfuko wa jimbo au maendeleo ya mfuko wa jimbo katika halmashauri husika zinatolewa kulingana na vigezo vinne muhimu, ambavyo vigezo cha kwanza ni usawa kwa kila jimbo, lakini pia ni namba 2 ni idadi ya watu katika jimbo, namba 3 ni kiwango cha umaskini au katika jimbo, na 4 ni ukubwa wa eneo la jimbo au halmashauri katika eneo husika. Lakini fedha za mfuko wa jimbo hutengwa katika kila bajeti ya halmashauri kama ilivyo kwa vyanzo vingine, na zinazingatia na zinaingia au hutolewa mara moja kwa mwaka, ambapo halmashauri hususan halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga Sumbawanga manispaa huwa inapata shilingi milioni 70,172,000 za Kitanzania kwa maana ya mwaka mzima. Hizo ndio fedha za mfuko wa jimbo ambazo zinaingia katika manispaa yetu ya Sumbawanga. Takwimu hii ni kwa mujibu wa taarifa. Unajua ipo shida ya wananchi. Taarifa hizi ni taarifa nyeti ambazo kila mwananchi anao haki au ana wajibu wa kuzifuatilia na kuzijua, na zinapatikana katika ofisi zetu za umma kwa maana ya ofisi ya mkurugenzi. Ukienda ofisi ya mkurugenzi manispaa ya Sumbawanga au manispaa yote katika ofisi za mkurugenzi katika halmashauri zote za mkoa wa Rukwa, taarifa hizi ukienda kama mwananchi kuziomba wanakupatia, na ukihitaji ufafanuzi pia wanakupatia, kama vile ambavyo mimi kwa jitihada zangu nilijaribu kupita katika ofisi hizi za umma kutaka kupata taarifa muhimu zinazohusiana na mfuko wa maendeleo ya jimbo hususan katika jimbo la Sumbawanga, ambalo kimsingi ndio limekuwa na sintofahamu na mijadala kadhaa wa kadha ikitolewa juu ya matumizi haya ya mfuko wa jimbo, na bahati nzuri nimefanikiwa kuzipata taarifa hizo, na nikaona ni vyema si vyema nikasalia nazo peke yangu. Tupeane elimu, lakini pia tupashane habari juu ya taarifa hizi za matumizi ya mfuko wa maendeleo ya jimbo katika manispaa ya Sumbawanga. Kwa hiyo takwimu hiyo ambayo nimeitoa hapo ni kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Sumbawanga. Fedha za mfuko wa jimbo hutengwa kila mwaka, na nimeshatoa bajeti yako hapa, ni milioni 70 kila mwaka, hususan katika manispaa ya Sumbawanga. Na kamati ya mfuko wa jimbo ni kamati inayoundwa na wajumbe 7, na wajumbe hao ndio wamepewa majukumu ya kugawa fedha za mfuko wa jimbo kulingana na vipaumbele ambavyo vimewekwa katika halmashauri, kwamba katika kamati ya mfuko wa jimbo inaundwa na watu saba kutoka katika halmashauri, au wajumbe 7, na wajumbe hao naomba niwataje kwa mujibu wa kanuni na taratibu ambazo zimewekwa. Mjumbe namba 1 ni mbunge wa jimbo,
ambaye anachukua nafasi ya mwenyekiti katika kamati hiyo, na mjumbe wa pili ni afisa mipango wa halmashauri. Huyu anachukua nafasi ya katibu, anakuwa ni katibu wa mfuko huo wa maendeleo, wa kamati ya mfuko wa maendeleo ya jimbo. Lakini namba 3 ni madiwani wawili, mmoja, na katika madiwani hao lazima mmoja awe mwanamke kwa maana ajenda inazingatiwa. Na namba 4 ni watendaji wa kata wawili wanaotoka katika halmashauri husika. Na namba 5 ni mjumbe kutoka asasi isiyo ya kiserikali au asasi zisizo za kiserikali kwa maana ya angels, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Hao ndo huyo wanafikia hatua ya kutimiza wajumbe 7. Na majukumu ya kamati hiyo ni nini? Majukumu ya hiyo kamati yenye wajumbe 7 ambao ni mbunge kama mwenyekiti, afisa mipango kama katibu, madiwani wawili kwa maana ya mwanamke na mwanaume, na mwakili mjumbe mmoja kutoka katika asasi zisizokuwa za kiserikali kwa maana mashirika sio ya kiserikali, asasi za kiraia mmoja. Majukumu yao ni kama yafuatao. 1 ni kupitia na kuchambua vipaumbele husika vilivyowekwa na halmashauri kuelekea utekelezaji wa vipaumbele hivyo. Lakini 2 ni kukubali au kukataa vipaumbele hivyo vilivyowasilishwa katika kamati hiyo ambavyo tayari ile fedha inakwenda kwenye utekelezaji. Namba 3 ni kuandaa taarifa ya mfuko wa jimbo wa robo mwaka. Na namba 4 ni kufanya majukumu mbalimbali ya mfuko wa jimbo kwa maana sasa ya kuelekea kwenye utekelezaji. Kwa ufahamu huo, kwa maelezo hayo sasa nafikiri tutakuwa tumeweza kupata walau dondoo kidogo kuhusiana na habari nzima ya mfuko wa jimbo. Kina nani wanaohusika na mfuko wa jimbo, ni wakina nani ambao kimsingi wanakwenda kutekeleza majukumu yote yanayohusiana na mfuko wa jimbo na utekelezaji wake. Hapo tumeelewana. Sasa katika harakati zangu za kupata taarifa, hususan nimesema tutaegemea katika jimbo la Sumbawanga mjini, ukaingiliwa na mbunge bila utaratibu, au unaweza ukatumiwa na mbunge bila kufuata sheria na taratibu zilizowekwa. Hii si kweli. Hii dhana ni dhana ambayo kimsingi inakuwa imebebwa kisiasa na haina mashiko hasa kwa wananchi, ila wananchi wao wanajua namna gani fedha za mfuko wa jimbo zinazofikia. Sasa nao taarifa hapa ya utekelezaji wa ilani wa uchaguzi kupitia mfuko wa jimbo ya mwaka 2015 hadi 20 kama inavyoonekana hapa. Hii ni taarifa ambayo inaonekana kama inavyoonekana hapa. Ni taarifa inasema, ina taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2015-20 kupitia mfuko wa jimbo. Hii hapa inajieleza, imepambanua namna ambavyo mfuko wa jimbo umefanya kazi, namna ambavyo mfuko wa jimbo umewafikia wananchi, na unatafsiri kwa vitendo kwamba kweli mfuko wa jimbo ni fedha inayotolewa kwa ajili ya maendeleo ya jimbo. Ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele. Usikose.